kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, tunaona wazi upendo kuu wa Mwenyezi Mungu kwetu. Tunaona wazi ya kwamba Yesu hakutuagiza sisi tupendane kwa maneno tu. Anatuonyesha njia. Jana aliwatawadha miguu wafuasi wake, na leo tangu asubuhi nadhani tulikuwa tukifuata njia ya msalaba, jinsi Kristo alivyoingia katika mateso yake hadi kusulubishwa msalabani kwa ajili ya wokovu wetu. Na sasa hivi tumesikiliza pia neno la Mungu linahusu mateso ya mtumishi wa Bwana, hasa somo la kwanza, na somo la Injili linatuonyesha kwamba kweli huyu mtumishi ambaye amepitia mateso makali ni huyu Bwana wetu, ambaye kwa njia ya mateso yake na kifo chake na kufufuka kwake ametuletea ukombozi sisi. Kumbe tunaona kwamba ule upendo alioongelea Yesu Kristo ameuishi kwanza kwa kutoa nafsi yake kwa ajili yetu. Na kumbe sisi nasi tunapokuwa wafuasi wake tumealikwa tutafakari, pamoja na kwamba tunatafakari mateso na kifo chake leo, nasi tuone ni jinsi gani tunaweza kuishi wosia wake wa kupendana kama alivyotupenda sisi. Je, sisi nasi tupo tayari kuzitoa sadaka kwa ajili ya wenzetu, kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya wokovu wa wenzetu? Lakini pia ndugu wapendwa, tunatafakari leo mateso na kifo cha Kristo kwa mwanga wa Pasaka. Sio kwamba Yesu ni mshindwa, kila kitu hayataishia katika juu ya msalaba. Atafufuka. Yeye ni mshindi. Na tunaambiwa kwamba Mungu alimwadhimisha, akampa jina lipitalo kila jina, kama tulivyosikia kupitia somo la pili waraka kwa Ibrania. Nasi kama wafuasi kuna jambo la kujifunza kwake Yesu Kristo, na kwa njia aliyetutengenezea sisi ambao ni wafuasi wake, kwamba katika maisha tusitegemee kila kitu kiwe rahisi. Saa zingine tukubali mateso katika maisha yetu kwa manufaa ya roho zetu, kwa manufaa na wokovu wa wengine. Hata katika ufaulu katika maisha, saa zingine tukitazama vizuri tunaona kwamba success comes after suffering. Lazima tukubali kuyapitia mateso saa zingine ili tuweze tukafikia katika utukufu. Kumbe ndugu wapendwa, tunapokusanyika hapa leo kwa wingi, ni mwaliko tunapotafakari kuhusu mateso ya Yesu, na tutafakari ni jinsi gani tunamfuata huyu Kristo kwa uaminifu bila kuogopa mateso na magumu ya maisha yetu. Tusiwe wa Kristo wa nyakati za furaha. Tusiwe wa Kristo wa nyakati ambayo kinaona kila kitu kinaenda vizuri, ni kama Mungu anatubariki kila wakati, lakini tukipata mateso kidogo kwa ajili ya ufuasi au katika maisha yetu, tunaona kwamba mtazamo wetu unakuwa tofauti. Kumbe tunapofanya hivi hatujaelewa upendo wa Kristo na sadaka yake juu ya msalaba. Tunapaswa tunapotafakari mateso ya Bwana wetu Kristo yatutie moyo na sisi pia katika nyakati ngumu ya safari yetu ya Kikristo. Tukiona historia ya Ukristo kuenea na kufikia hatua hii, wafuasi wa kwanza wengi wamekubali hata kumwaga damu, wale mashahidi, kwa ajili ya imani, kwa ajili ya wokovu. Na ndipo tunapopata matunda leo. Nasi pia ni kwa kiasi gani
ninakuwa mwaminifu katika kumfuata Kristo hata katika nyakati wa mateso. Nilipokuwa nasikiliza habari ya mateso ya Bwana wetu Kristo, nimestaajabia tabia fulani ambayo na sisi pia katika maisha yetu hata wa Kristo tunakuta hizo tabia zipo. Kumbe adhimisho la leo ni mwaliko kwetu tuweze tukaondoa hizi mizizi za dhambi katika maisha yetu. Kama tunavyosikia katika somo la kwanza, dhambi zinatufanya sura zetu ambazo tumeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu zibadilike na kutokuwa na uzuri wowote kwa sababu ya mateso ya dhambi inayotuchafua. Tunaona makundi na hasa wakuu wa Wayahudi tunajua Kaisari ni kama ukoloni katika Uyahudi, na walikuwa hawampendi, sivyo? Au mimi sijaelewa vizuri. Lakini leo Pilato alipomtoa Yesu akasema, tazama mfalme wenu, nimfanyeje? Wanasema hatuna mfalme mwingine isipokuwa nani? Kaisari. Wale ambao walikuwa wakisubiria na kutazamia wokovu wao, Masia atakayekuja kuwasaidia, walifikiri Masia atakuja kisiasa kumondoa huyu Kaisari wapate kuwa free, wapate kuwa huru. Lakini leo kwa sababu wana adui mmoja, yule ambaye anaharibu maslahi yao binafsi, wako tayari kuungana na adui yao wa zamani ili wapate kumwangamiza huyo. Ndugu wapendwa, mambo hayo pengine sio mageni pia kwetu. Kwa ajili ya kuondokana na adui tunaweza hata huyo alikuwa sio adui, alikuwa anakuja kuzitoa sadaka kwa ajili yao, lakini wanaungana na adui zao ili wamwangamize. Ni kiasi gani sisi nasi tunakuza chuki mioyoni mwetu kwa watu ambao maisha yao yanatupa changamoto sisi jinsi tunavyoishi. Maisha ya yule mwenye haki yanatuhukumu na sisi tu tayari kukubali changamoto na kubadilika, kuongoka kwa ndani, au sisi nasi tunamtakia mabaya afe ili sisi tupate amani. Kumbe ndugu wapendwa, siku ya leo sio siku ya kuongea sana, kwani masomo yote yametuongoza kutusaidia tuweze tukatafakari. Lakini pia basi niweke pointi hizo chache kutusaidia tunafanyaje sisi kama Wakristo pia kuweza kusimama na kutetea haki kweli. Tunaona Pilato anamuuliza kweli ndio nini? Na swali hilo pia linaulizwa leo katika feni mbalimbali za maisha yetu, katika nyanja mbalimbali. Kweli ni nini? Tunatafuta kwanza maslahi binafsi. Kumbe tunapofanya hivyo hatujaelewa upendo wa Kristo na njia aliyotutengenezea. Ni upendo wa kuzisadaka. Kumbe hamna ubinafsi katika safari yetu ya Ukristo. Hamna mteremko tu. Saa zingine tutakutana na mateso. Tuombe Mungu atujalie neema kama vile Kristo kwa kumtii Baba na kwa ajili ya wokovu wetu hakuogopa mateso makali na kifo cha msalabani, ili aweze kutuokoa nasi pia tusiogope mateso katika kutetea haki, katika kuitetea imani yetu na kuiishi, ili tuwe mfano kwa jamii na kwa wote wanaotutazama. Na walikeni basi katika ukimya tuendelee kutafakari ni jinsi gani tunaweza tukamfuata Yesu kwa uaminifu, na hasa tunapotafakari leo mateso yake, upendo wake wa ajabu. Tumsifu Yesu Kristo.